Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson Reporter ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu habari wa saa 5:30. Ukiniona katika mnara huyu tayari unajua nimekuja kuchambua nini. Ukiniona katika eneo hizi tayari sio ndani ya studio. Niko hapa katika mnara huyu, ni mahali ya maswali na majibu. Hapa ni mahali ya maswali na majibu. Chochote kinavyofichwa tunavikundua, tunavileta katika uwanjani. Vile vitu vya ukweli acha viongeleki. Ukweli inabidi viweke nje. Ukweli inabidi viongeleke mara kwa mara, kwa sababu tukiigiza habari za uongo kwa sasa ndani ya Media Bukavu TV, sisi tunakatana habari za uongo. Bukavu TV tunahitajika habari zile za ukweli, za kupatia wananchi, kupatia wale wanaotusikiliza, kupatia wale watu wanatamani kujua habari haya yameendelea wapi, habari ya ukweli ni gani, kwa sababu ukiangalia katika mtandaoni habari za uongo ndio nyingi kuliko habari za ukweli, kwa sababu habari za ukweli zimefichwa, habari za ukweli zimekataa kuonekana. Habari za ukweli ziko mahali, lakini habari za uongo ndio zimekuja mara kwa mara. Lakini wale wanaotusikiliza hawatajua kwa kweli wako katika upande gani ama wako katika lengo gani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama tayari tuseme kwa mfano hawa wametenda hiki, tukuje tubadilishe ni hao walifanya hivi na sio ukweli. Wale nyinyi wanaotusikiliza ama wanaotufuata mara kwa mara kupitia media, mara watatuchukulia sisi hatupeane habari ya uhakika. Unaona, utajipata habari ya uhakika inakuja mara kwa mara, inachanganya watu kifisikolojia. Lakini kama unavyonisikiliza mara moja kupitia Media Bukavu TV, sisi ni wale tunavyochambua habari ya ukweli. Sisi ni media yenyewe iko kwa ukweli. Sisi ni media inaonesha ukweli iko wapi na uongo iko wapi. Habari za uongo tunakwambia hapa, hizi ni uongo kabisa. Hatuweze kuja tuseme mara moja FRDC imekuwa katika ndani ya Rubaya bado na haijafika Rubaya. Sisi hatuko hivyo. Kwa sasa katika taarifa letu tunaonesha mwanzo gisi kunavyoendelea. Kwa mfano bora, kila mara nimewatangazia habari nyingi tofauti, na katika habari zetu nyingi, ili nikuje fungua kwanza kurasa zetu, hata tusalimie kwanza mashabiki zetu kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kutokea Lubumbashi, Manyema, Kindu, kutokea ndani ya Kinshasa na kuelekea ndani ya Kasumbalesa, mara moja katika sekta zingine tofauti. Ili Media Bukavu sisi tunaendelea kuwapasha habari yenye uhakika, na tunashukuru zaidi mashabiki zetu madiaspora kutokea Amerika, Canada, Australia. Munaendelea kuwa pamoja na sisi kila mara katika vipindi vyetu. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi. Tuendelee kusubscribe. Kwa sasa tumekuwa na media nyingine inaitwa Bukavu TV, inahitajika nao mwende kuivisite, msubscribe, mtaona link hapo kwa YouTube, mbonyeze hapo mara moja mwaje kusubscribe, kwa sababu tumetengeneza mbili kwa sababu ya protection. Ndani ya media inabidi media inakuwa na protection back, na hiyo kwa sababu inaweza kusaidia moja inaweza kupotea, nyingine na baki kwa iko hai. Na katika habari zetu mara moja, hili sitaki kuwatosha, hili ni wapeleke mara moja katika uwanja mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuelekea ndani ulayani huko Minembwe. Ndani ya eneo ya Minembwe kwa sasa katika eneo ndani ya eneo inaitwa jeshi la Twirwaneho pamoja na jeshi la Twirwaneho na jeshi la M23 huko wilayani Minembwe wanaendelea kujisalimisha mara kwa mara, kwa sababu mapigano yameendelea kuwaka moto katika wilayani Minembwe, kwa sababu ukijua serikali hili ndio nimewaambia media yetu inabidi tuwatangazie habari zenye ziko ukweli. Kwa sasa jeshi la FARDC limezingira eneo yote ya Minembwe. Yaani tuseme kama jeshi la wahasi na Twirwaneho wako katika eneo centre tu peke yake ya Minembwe, lakini katika vijiji vingine tofauti vile vikubwa wanajeshi wa M23 walikuwa zingatia eneo ya Irundi iko na wanajeshi wa M23 na kuelekea wilayani Minembwe huko. Lakini jana serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilielekeza madrone za vita huko mara moja, mpaka kwa sasa drone zinaendelea kushambulia ndege za kivita za Skoi, zinaendelea kushambulia mara kwa mara. Na kama unavyonisikiliza mara moja kupitia Media Bukavu TV, utajua haya yote, naendelea kuwatangazia na kujua ukweli ni gani na uongo ama ni vipi. Kama ni uongo utaniwekea comment hapo chini, niambie Media Bukavu TV hayo
unaoeleza ni ya uongo, kwa sababu sisi hatuelezi habari ya uongo, tunaeleza habari tuko nayo ya uhakika kupitia wananchi. Sisi hatupate habari kupitia jeshi ama kupitia wanajeshi wazalendo. Hatutaki hizo habari za kutoka kwa FARDC, hatutaki habari za kutoka kwa jeshi. Tunataka habari zinatoka kwa wakaaji wako katika eneo hizo, kwa sababu wale ndio wanajua habari ya ukweli, wale ndio wanajua habari yenyewe, habari zenyewe zinavyoendelea katika uwanja wa mapambano, kwa sababu unajua kila mwanajeshi aweze kutaka kwa au washindwe, inabidi waoneshe kwanza au wameshinda, lakini wamesha kupigwa. Lakini katika habari yenye tuko nayo sasa, serikali la Jamhuri ya Demokrasia FARDC imeamuka na nguvu nyingine zaidi kwa sasa ndani ya Minembwe, imezungukwa kwa sasa kuelekea wilayani huko Mwenga. Mapigano yamekuwa tangu ya juzi mpaka kwa sasa. Wanajeshi kama jana kumejisalimisha wanajeshi, mapigano ilikuwa katika eneo ya Irundu, kumeshikwa wanajeshi 5 wa Twirwaneho. Mlikuwa kijana mmoja wa kabila wa Nyamulenge aliongea maneno kusema aliingia katika chama cha Twirwaneho kama vile kuwachanganya akili, kusema hao wanapigania haki yao, na Kamara sasa ameona kabisa haki wa raia population wenzake wote wamekufa. Ameongea kama walikuwa karibu vijana 10 na ngapi, tangu walikuwa katika vijana wote wenzake wabaki 2, mpaka yeye anasema alibidi ajisalimishe kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliweka possibility kwa kila yote anaweza kujisalimisha haraka hili ajiondoe ama ajitenganishe na chama cha wahasi cha M23 pamoja na Twirwaneho. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa haipambane na raia population. Wazalendo kwa sasa wapambane na raia population, na mpaka kama kuna wale wazalendo ndio wanabifu na jeshi la wanabifu pamoja na raia ama wanabifu na kabila wa Nyamulenge, tayari wale watu watafanya mambo ya mauaji, wale wanachukuliwa hatua. Ile tayari mnajua ilitangazwa. Na kuna wale wazalendo ndio wana akili ya upumbavu, kuna wale wazalendo ndio wana akili ya unyama, na kuna wale wazalendo ndio wana akili ya fanya nini, ya ushetani. Kwa sasa kupitia media ya Bukavu TV, elewa haya yote ninakotangazia, na elewa katika habari haya nenda kuwapasha mara kwa mara. Nisikilize na uende kuweka comment yako, niambie tayari wewe uko pamoja na mimi, na unaendelea kusubscribe, unaendelea kupartage kila sehemu popote, na kuja kuwapeleka mara moja kuwapasha habari zingine kutokea ndani ulayani Walikale, na kuja kuwapeleka ndani ya eneo ya Walikale mara kwa mara. Kwa sasa ndani ya sehemu inaitwa Buhimba, ndani ya eneo ya Buhimba kuelekea ndani ndani ya Holo wa Nyungu, jeshi la wazalendo pamoja na jeshi la FARDC lilikabiliana na wanajeshi wa M23 karibu wiki iliyopita. Mapigano yalikuwa moto katika huko wilayani Walikale, lakini kwa sasa kupitia haya mapigano yaliyozuka katika milima hapo kwa jeshi la serikali la FARDC na wazalendo ileta changamoto zaidi. Kwa sasa hili kwa moto letu, kwa sasa hizi ni eneo, kwa sasa FARDC imekataa kuondoka huko ndani ya Oso Banyungu kuelekea Banyungu na katika eneo ya Buhimba. FARDC imekataa kutoka katika seta ili eneo inayoitwa eneo ya Buhimba. Mashambulizi ya Buhimba imewaka zaidi mpaka jeshi la wanajeshi wa M23 walishambulia zaidi na madrone, wakatuma makombora kuelekea katika eneo, lakini wanajeshi wazalendo wamekataa kabisa kuondoka katika seta, wamekataa zaidi. Mara moja anakuja kuwapasha habari zingine kutokea katika ulayani huko. Kamanda wa Nyamulenge anaitwa Kanale Serugabo ametangazia wanajeshi, kwa sababu yeye ni kamanda wa wanajeshi wa Twirwaneho, ametangazia wanajeshi wote wa Twirwaneho kuambia kwa sasa mambo yamebadilika katika ulayani Minembwe. Kwa sasa mashambulizi yameendelea kuwaka moto. Amesema kwa sasa
waachane na vita kwa sasa. Kupitia haya mashambulizi ameendelea kuonekana katika huko milimani Minembwe, na sasa kamanda huyu Kanale Serugabo ametangaza population ama viongozi wote wa Twirwaneho na Tabara, hii ni hatua ya kuchukua uamuzi wa kufanya nini, kuwa makini, kwa sababu kama serikali imeisha kuwazingira fasi zote, kwa sasa wamekosa njia yoyote watapita. Kuna wale tayari wanaanza kutoa manguo za uniform, wanaanza kuvaa manguo ya raia population, kwa sababu ya mashambulizi haya yameendelea kuonekana kwa upande la jeshi la M23. Na katika habari zetu zingine tunawatangazia, kumbuka Minembwe huyu mwezi ni hatua watoto ama watoto ya shule wanafanya mtihani wa TENAFEP, lakini kupitia mashambulizi ama vita hii inaendelea kuonekana katika sekta hili, inaendelea kuwa machungu zaidi. Kwa sasa raia population, watoto ya huko hawasome, wanarate mamtihani kwa sababu ya mavita ama shambulizi haya yameendelea kuonekana. Hili nayo ilikuwa ni hatua ya huyu mwezi, ni hatua wale wafugaji wa mangombe huko Minembwe walikuwa kielekea katika eneo za ufungaji wa mangombe kwa sababu ya mashambulizi wa vita. Kwa sasa wamekosa njia yote ya kufanya. Kinshasa kwa sasa maandamano kupitia serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wapinzani wa opoza kwa sasa imeendelea kuwa moto kwa sababu ya constitution kusipobadilishwa. Kama unavyolisikiza kupitia media Bukavu TV, tuje kupatana kwa habari zetu za saa 12:20. Kumbuka media Bukavu TV tunaletea habari moto moto, ama vipi? Kama unanikubali eka comment yako para moja. Bye bye.